Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameviagiza vyombo vya ulinzi na usalama kujipanga kwa ajili ya ulinzi wa daraja la John Pombe Joseph Magufuli ambalo limejengwa juu ya maji katika Ziwa Victoria kwa kuunganisha wilaya za Misungwi na Sengerema mkoani Mwanza. Rais Samia ametoa agizo hilo Juni 19 mwaka 2025 wakati akihutubia maelfu ya wananchi wa wilaya hizo eneo la Kigongo muda mfupi baada ya kufungua daraja hilo lenye urefu wa kilomita 3 huku ujenzi wake ukitajwa kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 718 zikiwa ni fedha za ndani. Ujenzi wa daraja hili uliotumia bilioni 718 umegharimiwa kwa asilimia 100 na fedha zetu za ndani zinazotokana na kodi zetu. Daraja hili litakuwa alama ya nchi yetu na uthibitisho kwamba tumepiga hatua nyingine ya kuifanya Tanzania kuwa taifa kubwa kiuchumi. Vile vile ni ishara ya kuwa Tanzania sasa ina uwezo wa kupanga, kutekeleza na kufanikisha mipango mikubwa. Daraja hili ni la kimkakati na hapa nitoe agizo kwa vyombo vya ulinzi na usalama kujipanga kulinda daraja hili. Hili ni daraja la kimkakati, ni la aina yake ndani ya nchi, lakini si la Tanzania peke yake. Ni daraja litakalotumika katika ukanda huo wa Afrika Mashariki kama nilivyosema, na hatuna budi kulilinda. Hata hivyo, Rais Samia ameonesha kufurahishwa kuwa kujengwa daraja hilo ni wazo la Watanzania wenyewe na kujengwa pia na Watanzania wenyewe. Inafurahisha kuwa katika mradi huu asilimia 92 ya wafanyakazi walikuwa ni Watanzania, kwa maana ya wazawa wa taifa letu. Hakika hili daraja lilitokana na wazo la Watanzania wenyewe, lililogharimiwa na Watanzania wenyewe na lililojengwa kwa nguvu za Watanzania wenyewe. Hii ni fahari nyingine kubwa kwa nchi yetu, na bila shaka imekuwa fursa ya kukuza maarifa na ujuzi wa kutekeleza miradi mikubwa kama hii miongoni mwa Watanzania. Hongereni sana wote mliofanya kazi kwenye daraja hili. Ni matumaini yetu kwa ujuzi na uzoefu waliopata vijana wetu kwa kushiriki kikamilifu kwenye mradi huu ni faida kubwa kwao binafsi na taifa letu kwa ujumla. Hii ni hatua nzuri kuelekea ndoto ya Tanzania kujenga madaraja haya marefu kwa kutumia wataalamu wazawa. Tayari tunauona mwanga wa dhana ya kujitegemea kwa mbali na nadhani tutafika. Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa akizungumza wakati wa kumkaribisha rais kuhutubia wananchi hao, amempongeza rais kwa upendo wake mkubwa kwa Watanzania hasa katika kufanya kazi kubwa ya ujenzi wa mradi huo pamoja na miradi mingine ya kimkakati. Nakumbuka mwaka 2017 ukiwa na Mheshimiwa hayati Dr. John Pombe Magufuli, rais wa awamu ya 5, mlipokaa pamoja mnajadili juu ya ujenzi wa miradi muhimu nchini ambayo itakuza uchumi wa nchi, na mkaweka maazimio ya kujenga miradi hiyo, na mimi nikawa pembeni kuwasikiliza. Mliutaja mradi huu wa daraja, mlitaja ujenzi wa reli SGR, mlitaja ujenzi wa bwawa litakalozalisha umeme mwingi wa kutosha hapa nchini, lakini pia mliongeza ujenzi wa meli Ziwa Victoria na ujenzi wa flyover Ubungo pamoja na pale Tazara. Mheshimiwa Rais, wakati ule tulipozungumza mkaweka mikakati na utekelezaji ukaanza. Kwa bahati mbaya sana mwaka 2021 rais wetu mpendwa wa hayati Dr. John Pombe Magufuli wa awamu ya 5 alipofariki, uliingia madarakani.
Mheshimiwa Rais, niliona jitihada zako za kuratibu na kuanza kujenga miradi yote ambayo ulianza nayo na Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Na uliniita ukaniambia, tumeacha mzigo huu ni wetu sote pamoja na Watanzania, ni lazima tutekeleze ili miradi hii ikamilike, isimamiwe kikamilifu. Mheshimiwa Rais, maelekezo yako ni azma yako na mapenzi yako. Kama ambavyo watangulizi waliosema hapa, hatua ya miradi hii ilipofikiwa ilikuwa asilimia za kuanzia. Mheshimiwa Rais, ulifanya jitihada za kutafuta fedha ndani na nje, kote nchini na duniani huko, na ukafanikiwa kupata fedha na kuendelea kuijenga miradi hii. Kwa bahati nzuri sana, Mwenyezi Mungu amwachi mtu mwenye dhamira njema na mwenye mapenzi mema kwa watu wake. Wewe una mapenzi mema kwa nchi hii, wewe una mapenzi mema kwa Watanzania, na maelekezo yako kwa wasaidizi wako, sisi wasaidizi wako tumeendelea kusimamia maelekezo yako. Leo tunakutana hapa kwenye mradi huu tukiwa tumeshawasha mashine 9 pale Bawa Mwalimu Nyerere umeme, na umeme unawaka nchini. Reli inaendelea kujengwa, lakini leo tumeanza kutumia reli hiyo mpaka Dodoma kwenda na kurudi kwa treni zote ya pole na ya haraka. Mheshimiwa Rais, hongera sana kwa kazi nzuri hii. Naye Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega ameelezea ujenzi wa mradi huo wa daraja, huku mbunge wa jimbo la Tarime Vijijini Mheshimiwa Mwita Waitara amempongeza Rais Samia kwa kukamilisha mradi huo. Mheshimiwa Rais, baadaye ukapokea kijiti cha kuongoza taifa letu. Wakati unapokea kijiti cha kuongoza taifa letu, Mheshimiwa Rais, miradi hii ya kimkakati, daraja la Kigongo Busisi lilikuwa asilimia 25 tu, na hapo tulikuwa tumelipa sio zaidi ya shilingi za Kitanzania bilioni 152 tu. Daraja hili ukiweka na kodi ya ongezeko la thamani yake ni bilioni 718. Hivyo basi maana yake Rais Samia, wewe umelipa fedha za Kitanzania zaidi ya bilioni 450, na ndio maana tunasema mama umeweza. Furahi kwamba leo nimekuwa miongoni mwa watu ambao wamehudhuria kuja kushuhudia ikiandikwa historia ambayo Mheshimiwa Rais amesema iliasisiwa na hayati Dr. Magufuli, lakini yeye ameendelea kuja kutimiza maono yake. Ni jambo kubwa sana. Lakini jambo hili pia linatupa heshima kubwa kama Tanzania, na mimi kama mwanasiasa wa nchini, kiongozi na mbunge, ninampongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuchukua mfumo kama mifano ambayo nchi zinaendelea imechukua, kwamba maeneo kama Marekani, rais anapokuwa anaingia madarakani wanakuwa na mipango ya nchi katika miradi mbalimbali ya kimaendeleo, hasa miradi ya kimkakati. Hata rais akimaliza muda wake, rais yote anayekuja wa Marekani au nchi kama Japani, Kanada wanafuatilia pale. Kwa hiyo nimpongeze Mheshimiwa Rais Daktari Samia kwamba amefuata mfumo mzuri, mfumo wa kuendeleza mema ambayo mwenzake aliacha, na ameendelea kuyatekeleza. Ndio maana leo tunayo SGR watu wanatumia mpaka leo, na akatoa heshima kule Dar es Salaam ile station wakaipa jina la Dr. Magufuli. Napenda kushukuru sana Mheshimiwa Rais, wewe na serikali unayoiongoza kwa kuupatia fedha mkoa wa Mwanza kiasi cha shilingi trilioni 5.6 kati ya mwaka 21 na 25 kwa ajili ya miradi ya maendeleo, na mingi ikiwa ni miradi ya maendeleo ya kimkakati, na leo umezindua miongoni mwa miradi hiyo. GMTV Mwanza.